Godbless Lema aibuka na mapya baada ya kigogo wa Chadema kutekwa nyara. Ujambo na karibu. Aliyekuwa mbunge na mwanasiasa maarufu wa Chadema Godbless Lema ameibuka kwa hasira baada ya kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama hicho katika mazingira yanayodaiwa kuhusiana na mfumo wa usafiri wa mwendo kasi. Tukio hili limezua mjadala mkali na kuzua maswali kuhusu mustakabali wa demokrasia na haki za kisiasa nchini Tanzania. Mwenyekiti huyu anaripotiwa kutiwa mbaroni muda mfupi tu baada ya kutoa maoni kuhusu changamoto zinazolikumba mfumo wa mwendo kasi. Miongoni mwa changamoto zilizotajwa ni ucheleweshaji wa mabasi, gharama kubwa zinazobebeshwa abiria pamoja na tuhuma za ubadhirifu katika usimamizi wa huduma hiyo. Tukio hilo limeibua hisia kali kwa kuwa linahusu huduma ya kijamii na kugusa maisha ya wananchi wengi wa mjini. Kwa upande wake, Lema alionyesha hasira kubwa na kutaja ukamatwaji huo kama ushahidi wa namna kidemokrasia inavyokandamizwa. Ameeleza kuwa hatua ya kukamata kiongozi wa chama na kutoa maoni kuhusu huduma za wananchi ni dalili ukosefu uvumilivu wa kisiasa na kumnyima uhuru wa kujieleza. Kauli hii imetafsiriwa na wachambuzi kama mwangwi wa changamoto kubwa zinazokumba upinzani nchini. Viongozi wengine wa Chadema na watetezi wa haki za binadamu na wamejitokeza kulaani kitendo hicho, wakisema kwamba kinatoa picha mbaya kuhusu heshima ya haki za kiraia na nafasi ya wapinzani katika mijadala ya kitaifa. Wameongeza kuwa kitendo cha kutumia vyombo vya dola kuwakandamiza wanasiasa na kutoa maoni ni kurudi nyuma kwa safari ya kidemokrasia. Matukio ya aina hii yamekuwa yakitazamwa kama kiashiria cha kupungua kwa nafasi ya kiraia na kuzua hofu kwamba mfumo wa kisiasa unakosa misingi ya haki na usawa. Wadau wa siasa na jamii za kimataifa wamekuwa wakifuatilia kwa karibu namna Tanzania inavyoshughulikia masuala ya uhuru wa kujieleza, hasa kuelekea vipindi vya kisiasa vyenye mvutano mkubwa. Kwa sasa macho ya wananchi na wadau yameelekezwa kwa mamlaka husika ili kupata majibu ya wazi kuhusu nafasi ama sababu za ukamatwaji na zinazofuata. Wengi wanaona kuwa hili si jambo dogo, kwani linaathiri moja kwa moja imani ya wananchi katika taasisi za serikali na haki ya msingi ya kujieleza bila hofu. Tukio hili linaendelea kuibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya upinzani, uwajibikaji wa serikali na mustakabali wa demokrasia nchini. Ni hali inayozidi kutia shinikizo kwa vyombo vya dola na serikali kutoa maelezo ya wazi kuhakikisha haki inatendeka kwa usawa. Asante kwa kutazama Kenyascope, naendelea kutufuatilia kwa uchambuzi wa kina kuhusu siasa, haki za kiraia na mustakabali wa Afrika Mashariki. Subscribe na pia acha komentia kwa hapo chini, na vile vile share video hii ili tuweze kufikia wengi.